Sasa leo tutajifunza kuhusu saikolojia ya watu wanaokupuuza. Unajua kwenye maisha ya kila siku kuna watu ambao wameamua kukupuuza, wanakudharau, unatuma meseji, unapiga simu lakini wanakuchukulia tu poa, hawajibu na wanapotezea kabisa jinsi wewe unavyofeel. Sasa kisaikolojia mara nyingi hiyo hali huwaga sio nzuri na inaweza ikakuathiri pia kisaikolojia hata kimwili. Sasa leo nitakufundisha saikolojia ya watu ambao wanakupuuzia. Kwa nini unafanya hivyo na jinsi gani ya kurudisha mipaka yako na watu hao kwanza kukuheshimu na wewe uishi mazingira ya amani na furaha. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa jambo la kwanza kabisa ndio uelewe saikolojia ya mtu anayekupuuza. Kwa nini mtu anakupuuza? Kwa nini mtu anakudharau? Kwa nini mtu anakuchukulia poa? Nini kinatokea ndani yake mpaka anaamua kufanya hivyo? Sasa kuna sababu 4 ambazo binadamu wote ambao wanafanya hichi kitendo cha kukupuuza mara nyingi huwa wanapitia katika hizi sababu. Sasa tutaenda kuziangalia sababu hizo kwa undani kabisa, na zote hizi zinaainisha kwamba kwa nini mtu anakupuuzia, kwa nini mtu anakudharau, kwa nini mtu anakuchukulia poa. Sasa kuna sababu 4. Sababu ya kwanza kabisa ni silaha ya udhibiti. Hii tunaita power of dynamic. Hii inakuaje? Kwamba watu wote ambao wanakupuuza kwa sababu hii ya silaha ya udhibiti mara nyingi ni wale watu ambao wameshaona kwamba wanaanza kupoteza nguvu yao kwako au mamlaka ya kukuongoza wewe. Kwa hiyo anaamua kutumia silaha ya kukupuuza ili wewe urudi katika hali ambayo watakuwa na uwezo tena kukudhibiti au kukutawala. Na mara nyingi mtu akiona kwamba kuna vitu ambavyo ameanza kupoteza nguvu ya kuweza kukuongoza au kukutawala, basi ataanza kukupuuza ili wewe uanze kujiuliza kwa nini amekufanyia hivi? Kwa nini imetokea hivi? Ili ukamwombe msamaha na kujishusha ili yeye arudi katika hali ya kuwa na mamlaka. Unajua kisaikolojia wako na aina 2 za mashambulizi ambayo tunaita active aggression na passive aggression. Sasa active aggression ndio ile mtu anakufokea na kutukana. Hapo unakuwa unajua kwa sababu huyu mtu anakuwa na lengo gani na ana changamoto gani au kitu gani kinachomsibu. Lakini katika passive aggression mtu akufokei wala akutukani, ila anatumia silaha ya ukimya ili kukufanya wewe uanze kujishuku na kuanza kutafuta namna gani ya kurudisha mahusiano mazuri. Sasa katika hiyo process ya kurudisha mahusiano mazuri ndio unaenda kumnyenyekea na kumwomba msamaha ili tu yeye arudishe mamlaka aliyokuwa nayo kwako. Kwa hapo mtu anaweza kukupuuzia pale anapoona kuna vitu vingine ambavyo yeye alikuwa na mamlaka juu yako vimeanza kupotea. Kwa anakupuuzia ili akurudishe katika mstari. Sasa kwa aina ya passive yeye atatulia kimya na atasubiri wewe ndio umfuate. Lakini active manake yeye atatumia nguvu ya kushawishi wewe urudi katika njia ambayo anataka yeye. Kwa mara nyingi silaha udhibiti inaweza kuwa sababu pia ya mtu kukupuuzia. Lakini sababu ya pili ni upuuziaji kama adhabu ya kijamii. Hii tunaita social punishment. Sasa unajua sisi binadamu huwa ni viumbe vya kijamii, yani tunaishi na watu. Sasa kuna mtu mwingine anakupuuzia ili akufanye wewe upate maumivu makali, kwa sababu unajua sisi binadamu toka enzi za zamani kwamba ilikuwa ukitengwa ni ishara ya kukataliwa. Na zamani ulikuwa ukitengwa manake umewekwa mbali, unaweza kushambuliwa na wanyama au kufa. Mara nyingi yani ilikuwa ni kitu kibaya sana. Sasa hiyo ilikuwa ni zamani, lakini inatuasili mpaka leo. Sasa watu wanalitumia hii pia kukuadhibu au kukufanyia ili wewe uumie. Na mara nyingi mtu anayekupuuzia huwa anatumia mbinu hii. Weza anajua au ajui, mara nyingi anaweza kutumia mbinu hii ili kukufanya ujisikie vibaya, kwa sababu asilimia kubwa binadamu sisi ni viumbe vya kijamii. Na pale unapokatiliwa na mtu kwamba haongei na wewe, hakujibu, maana yake anakuwa anakutengenezea mazingira ya kutenga. Sasa unapokuwa katika hali hiyo unajisikia maumivu makali sana. Kwa hiyo hayo anatumia wewe kurekebisha ili kurudi kwenye njia ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo anaweza kuwa anajua au asijua, lakini anatumia maumivu hayo kwa sababu hitaji la binadamu wengi ni kutambulika kwa watu wengine. Sasa anapokunyima hilo hitaji, wewe utaanza kujihisi na kujiweka katika mazingira ya kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo ndo anaitumia yeye sasa kukurudisha kwenye mstari anaotaka. Kwa hiyo anaweza kutumia upuuziaji kama adhabu ya kijamii, kutenga na yale mazingira ambayo atakufanya wewe ujihisi kwamba una nafasi kwa watu, atakunyima hiyo nafasi ili uanze kujisikia vibaya, ili urudi katika vile ambavyo yeye anataka. Lakini lengo kubwa ya upuuziaji ni mtu tu kurudi kwenye vile anavyotaka yeye. Yani kama kwa mfano ameshaona kuna vitu fulani haviko sawa, sasa nataka kurudisha kwenye mstari ambao anataka yeye. Kwa hiyo anatumia mbinu hii kwamba
anakupuuzia ili upate adhabu ya kijamii, kwamba uonekane kama umetengwa au jisikie vizuri. Sasa hii imetoa toka zamani kabisa tulipokuwa tunaishi si binadamu. Tulikuwa ukipuuziwa au ukitengwa maana yake unaonekana kama umekataliwa, na ilikuwa ni dalili mbaya sana. Sasa dalili au sababu ya tatu ni kutoweza kudhibiti hisia. Hii tunaita emotional immaturity. Sasa kuna wengine wanakupuuzia sio kwamba eti ni shujaa au ana nguvu sana. Mwingine ana hofu. Unakuta mtu kazidiwa hisia, hawezi kujieleza, hawezi kusema kwamba mimi hichi kitu kimenikwaza, kwa anaamua kupuuzia ili asiwezi kuonyesha madhaifu yake. Mara nyingi wengine unakuta hawezi kujielezea vizuri, kwa anatumia silaha kupuuzia ili asiwezi kuonekana mnyonge zaidi. Kwa hiyo unajikuta anakaa kimya. Lakini wengine wanaepuka migogoro. Unakuta mtu hawezi kusema kwamba hichi kitu sikipendi, anaona akisema hivi utajisikia vibaya, kwa anaamua kukupuuzia. Lakini wewe unaweza kumwona kwamba kama kukupuuzia labda yeye ni shujaa zaidi, hapana. Lakini kuna wengine wanakuwa hawajakomaa kiakili au kisaikolojia, kwa hawezi kuenda situation ya kuja kufuata moja kwa moja kukuambia kwamba hichi kitu sijapenda au hichi kitu sijakifurahia, kwa anaamua kukupuuzia. Lakini sababu ya 4 ni mbinu ya kujilinda. Tunaita defensive mechanism. Sasa wapo watu ambao wanakupuuzia. Kwa mfano mtu mmeumiza, sasa ile namna ya kujilinda ili usimuone mnyonge, kwa anaamua kukupuuzia ili usione unyonge wake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mbona yuko kanipuuzia, lakini kumbe ni namna yake ya kujilinda ili usiendelee kumdharau na kumuona mnyonge. Utakuta situation labda mtu umekuta umemuumiza, umefanya jambo baya, kwa anaamua kupotezea au kupuuzia ili usimuone mnyonge. Na mara nyingi watu wengi wanaitumia sana hii. Akiona labda kwa mfano umemdharau, kwa anaamua kaa kimya, asikujibu tena au asichangie jambo lolote na kuhusu wewe ili usimuone mnyonge. Sasa tutaangalia sababu kwa nini mtu anakupuuzia na kwa nini anafanya hivyo na lengo lake la kisaikolojia. Sasa tukiangalia sababu ya kwanza, mtu anapoonyesha hasira na akakupuuzia, mara nyingi anataka uone ukubwa wa kosa uliolifanya. Ndio maana ukuta sasa anakuwa anakupuuzia, lakini pia anakuwa anaonyesha hasira ili uone kwamba ile hasira ni kisaikolojia, inaonyesha kwamba ili uone ile kosa ulilofanya ni kubwa kiasi kwamba watakuwa urudi sasa ukaombe msamaha au utambue kosa ulilofanya ni kubwa sana. Lakini mtu aliyekupuuzia na akakuonyesha kiburi, anataka wewe wa kwanza kujishusha na kwenda kuomba radhi. Mara nyingi unakuta anakuonyesha kiburi, jeuri ili sasa ukatambue kosa lako na ukamwombe radhi. Lakini mtu anayekupuuzia anakuwa anaonyesha woga, anakuwa anaogopa kuongea ukweli utakao kuumiza au kuleta mzozo zaidi. Hao ndio tunaita emotional immaturity. So wengine wanakupuuza kwa sababu ameamua tu. Mwingine ni mwoga, anashindwa kuongea ukweli. Kuna wengine anashindwa kujielezea vizuri kwamba mimi hichi kitu sijakipenda, mimi hichi kitu sijakifurahia, kwa anaogopa kuongea ukweli. Kwa ndio maana anakuwa anaonyesha woga. Anakuwa anakupuuzia lakini anakuwa anaonyesha woga. Lakini mtu anayekupuuzia lakini anaonyesha hali ya udhibiti, kutaka kama kukutawala, anataka uwe na wasiwasi mpaka uwe tayari kufanya chochote anachotaka. Sasa hao ndio mara nyingi unakuta anakuwa anakaa kimya, afanye chochote ili upate ile shuku au wasiwasi wa kwanza, mbona amekaa kimya, mbona siku hizi amebadilika, ili wewe sasa ukamfuate na kumwomba radhi, na ndio lengo lake ili ufanye kile ambacho anataka. Mara nyingi ni hali ya kutaka kucontrol, kukudhibiti, kukuongoza anavyotaka yeye. Sasa tutaangalia athari za mtu anayekupuuzia. Unajua hizi athari zinaweza kuathiri wewe kisaikolojia lakini pia na kimwili. Sasa tutaziangalia kwa undani kabisa kwamba ni athari gani ambazo zinaweza kupata wewe. Na tafiti zilifanyika kwamba mtu anapofanyiwa haya matendo ya kupuuziwa huwa anaumia kama vile ambapo ameumia pale anapopata ajali, kwa sababu kuna sehemu ya kwenye ubongo inaitwa anterior cingulate cortex huwa inasisimka zaidi pale mtu anapofanyiwa matendo ya maumivu ya kisaikolojia. Yaani kwa mfano mtu kakupuuzia, unajisikia vibaya zaidi na unaumia. Ndio maana unakuta watu wengine wanapata maumivu ya kifua, anapata shida kupumua, tumbo linakuwa linauma kwa sababu tu amepatiwa hali fulani ya maumivu ya kisaikolojia. Kwa sasa hiyo imekuja kugundulika kwamba ile sehemu ambayo inasisimka pale unapopata maumivu ya ajali au changamoto yoyote huwa ni sawa na pale ambapo mtu akufanyia maumivu ya kisaikolojia. Kwa hiyo hizi athari sio nzuri na usichukulie kawaida, kwa sababu zinaathiri kabisa wewe mwenyewe jinsi utakavyokuwa unaishi, lakini pia zinaweza kuzuru pia wewe kuendelea na shughuli zako za kawaida. Sasa tutaangalia athari hizi moja baada ya nyingine. Athari ya kwanza kabisa ni maumivu ya kimwili. Hii tunaita social pain is equal to physical pain. Sasa mara nyingi
Kama nilivyosema awali kwamba kuna sehemu kwenye ubongo inaitwa anterior cingulate cortex, huwa inasisimka zaidi pale ambapo mtu kapitia maumivu. Kwa mfano mtu kakupuuzia, mara nyingi ile sehemu huwa inasisimka na unajisikia vibaya zaidi, kama vile ambapo mtu kapata ajali. Na ubongo wetu haujui kutofautisha ile maumivu ambayo umepata, labda mtu kakupuuza au kakudharau, unapata hivyo hivyo na feel vibaya kama mtu aliyepata ajali. Sasa mara nyingi haya maumivu huwa yanaweza kumsumbua mtu sana, kwa sababu unakuta mtu anapata maumivu labda ya kifua, anashindwa kupumua vizuri. Na nishaye kuexperience, kuna mtu alipata kama maumivu, kuna mtu alikuwa na mpenda, baadaye akaja kumwambia kwamba waachane, yani mahusiano ya afya, kwa akajikuta anashindwa hata kupumua. Na kwa muda mwingine mtu mnaweza kumwona kama huyu kapata wendo wazimu, lakini kisaikolojia hiyo hali ipo kweli, kwamba maumivu ambayo mtu anayapata baada ya kupuuziwa au kufanya jambo ambalo sio zuri huwa ni sawa na ile maumivu ambayo mtu kama kapata ajali. Sasa mara nyingi haya maumivu ambayo ni ya social, kama mtu kakufanyia jambo ambalo si zuri la kijamii, huwa ni sawa na hii physical pain, kama ile kupigwa au kugongwa au kupata ajali, na usiachukulie kawaida. Na mara nyingi watu wanachukua kawaida kwa sababu huwa inaonekana kama ni ya kisaikolojia zaidi, lakini kitafiti na kisayansi walifanya study, wakafanya kipimo kile cha scan ya MRI. Kuna kipimo cha kichwani kina scan ubongo, wakaona sehemu ambayo inaathirika zaidi pale ambapo mtu kapata ajali na maumivu ya kawaida haya ya kupuuziwa au ya kudharauliwa na mtu, huwa inakuwa sawa sawa. Kwa hiyo usiachukulie kawaida, huwa yana athari kubwa kimwili na yanaweza kuletea shida katika kikazi, lakini pia na maisha yako ya kila siku. Lakini athari ya pili ni mnyonyoko kwa kujiamini, kwa sababu mtu anayekupuuzia lengo lake uanze kupata wasiwasi. Utaanza kujihisi kwamba mbona ananifanyia hivi, mbona kwa nini kaamua kufanya hivi, au mimi na changamoto gani? Sasa ile hali ya kutaka kufanya jambo la kutaka kumdhibitishia kwamba wewe ni bora, tayari inaanza kupunguza ule uwezo wako wa kujiamini, kwa sababu unakuwa unajiona kwamba wewe hujatoshea, hujakamilika, na unatamani kufanya vitu zaidi ili kumdhibitishia yule mtu aliyekupuuzia kwamba wewe ni bora zaidi. Kwa ile hali inakufanya wewe unaanza kupungua kujiamini, kwa sababu ile wasiwasi, mbona amenidharau, inaanza kukufanya wewe ujione kwamba huna thamani, na hiyo inaweza kupelekea wewe ukapoteza ule uwezo wa kujiamini, na unaanza kujiona kwamba labda hakudharau kwa sababu hauna kitu fulani au una mapungufu ya kitu fulani, na hiyo inakupunguzia uwezo wako wa kujiamini. Tunaita self esteem erosion. Lakini athari ya tatu ni msongo wa mawazo na wasiwasi. Kwa sababu kisayansi mtu anapokupuuzia huwa anazalisha homoni inaitwa cortisol. Hii cortisol inapokuwa mwilini kwa kiwango kikubwa inazalisha wasiwasi na hofu. Mtu anakuwa anajisikia vibaya, ndio hivyo mtu anakuwa anajisikia ameishiwa nguvu. Na hasa kwa mfano mtu labda aliyopuuziwa kwa muda mrefu, na mkuta anajisikia vibaya, anakuwa amechoka kwa sababu ile homoni ya cortisol. Na hiyo inakupelekea wewe unakuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu ni homoni ambayo inazalishwa mtu anapokuwa na mawazo. Kwa hiyo utakuwa na msongo wa mawazo, lakini utakuwa na wasiwasi, na hii mara nyingi inampelekea mtu kuwa na hasira za karibu. Unamkuta labda kuna jambo dogo anakuwa anapayuka zaidi, anakuwa mkali zaidi kwa sababu ya hiyo homoni ya cortisol. Lakini athari ya 4 ni hunger of validation, njaa ya kutambuliwa. Unajua si binadamu tunahitaji kubwa sana na kutambuliwa, na ndio maana mtu anavaa nguo nzuri, anapendeza, lengo tu asifiwe kwamba amevaa vizuri. Sasa mtu anapofanywa ukatili wa kupuuziwa anatengenezewa hali ya njaa ya kutambuliwa, kwa sababu ile hali tunaiita ni hunger of validation, kwa sababu yule mtu anakuwa amempuuzia, inakuwa inaonekana kama amemdharau au amsamini. Sasa ile mtu inamtengenezea hali ya kutaka sasa kutambuliwa. Mtu anakuwa na njaa kutaka kutambuliwa, atafanya juu chini ili atambuliwe, na mtu anaanza kutafuta namna ya kurudisha mahusiano, anaanza kupiga simu zaidi, anaanza kumtafuta yule mtu aliyempuuzia, anaanza kutafuta labda kuna makosa gani ambayo aliyafanya, anaanza kujirekebisha ili tu atambuliwe, kwa sababu unajua hitaji kubwa la binadamu sisi wote ni kutambuliwa. Sasa mtu unapoona hajakutambua, amekudharau au amekupuuzia, unaona kama ameshindwa kukupa hitaji lako la msingi. Yaani binadamu wote hitaji letu sisi ni kutambuliwa. Kwa hiyo inamfanya mtu aanze kufanya juu chini ili atambuliwe. Hiyo ndio tunaita hunger of validation. Sasa kuna mabadiliko ya kihisia pale mtu ambapo amekupuuzia, na hatua ambazo zinatokea mpaka mtu unaanza kujisikia tofauti. Hatua kabisa ya mwanzo ni mkanganyiko. Pale ndio unapata confusion, unaanza kuchanganyikiwa, unaanza kutafuta sababu ya kimantiki ya ukimya wa huyo mtu aliyekufanyia. Kwa nini mtu kakufanyia ukimya? Ndio hapo kakupuuzia,
dharau. Sasa hapo unaanza kutafuta sababu sasa kwamba kwa nini kafanya vile, unaanza kupeleleza makosa yako, unaanza kuangalia sehemu gani uliokosea. Lakini baada ya hapo unapata hasira na hukumu. Hapo sasa unaanza kujiona wewe ni unaanza kuona kama umeonewa, lakini pia unaanza kujihukumu kwamba kwa nini mtu kakufanyia hivi, au kwa nini mtu kafanya hilo jambo la kupuuzia, kwa nini amekudharau. Sasa hapo unaanza kujihukumu, au mimi ndo na shida, au mimi ndo na tatizo. Na hii ndo stage ambayo sio nzuri, kwa sababu hapo sasa unaweza kujikuta unaanza kujihukumu zaidi, kumbe wewe ulikuwa hauna shida, ila mwenzako kaamua kutumia silaha ya kutaka kukukontrol. Kwa sababu lengo la mtu ambaye kupuuza asilimia kubwa ni kutaka kurudi kwenye mfumo ambao anautaka yeye. Lakini mwisho kabisa ni kukata tamaa. Hii tunaita resignation. Unaanza kujitenga na kujihisi mpweke kupita kiasi. Sasa hii ndio hatua ya mwisho kabisa, ndio unaanza kujihisi wewe uko mpweke, unaanza kujitenga, na hapa sasa ndio mtu anaanza kujisikia maumivu makali zaidi, kwa sababu unakuwa umeshajihukumu na unaanza kujitenga na unaanza kuwa peke yako. Unaanza kuona kama dunia imekusaliti, au mtu aliyekufanyia hicho kitu amekusaliti au amefanya kitu kibaya zaidi. Na hapo sasa ndio mtu anakuwa na stress zaidi na mawazo zaidi. Kwa hizi ndio hatua ambazo mtu anapitia pale ambapo amepuuziwa. Sasa jinsi gani unaweza kujilinda na watu ambao wanafanya hizi mbinu za kukupuuzia, au mtu anaamua tu kukudharau au kukuchukulia kawaida ili tu wewe uasilike? Kwa sababu kama nilivyosema, maumivu ambayo unayapata mtu anakupuuzia unapata ni sawa na yule mtu ambaye kapata maumivu ya ajali, kwamba social pain is equal to physical pain. Sasa jinsi gani ya kujilinda kwa kutumia mbinu za kisaikolojia na mtu huyo ambaye anakupuuzia? Mbinu ya kwanza kabisa, tumia mbinu ambayo inaitwa the grey lock, kujifanya jiwe la kijivu. Mara nyingi ukiangalia ile jiwe la kijivu huaga halivutii, linakuwa la kawaida. Kwa nini tumetumia hii concept ya the grey lock? Kwa sababu gani? Yani unatakiwa usioneshe hisia. Unajua lengo la mtu ambaye anakupuuzia, anataka uanze kuhangaika, upige simu, utume message nyingi, lakini usipoonesha hisia yote, kuonekana labda una hasira, kuumia, kumtafuta muda wote, kupiga simu 100, unakuta mtu anapiga simu mara 100, anatuma message ndefu kama kitabu. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba ile mbinu yake inafanya kazi na ana uwezo wa control. Na unapoanza kumtafuta vile, kuanza kulia, kulalamika, tayari atakuwa anaona kwamba kumbe ile mbinu yake ndio njia ambayo yeye ya kurudisha kwenye mstari. Kwa hiyo atakuwa anaitumia kila siku. Lakini ukitumia mbinu ya the grey lock, hii mbinu ya kisaikolojia, ukawa huoneshi maumivu, huoneshi kuumia, na ni ngumu, sio rahisi, lakini ukiamua kujitahidi utamchanganya huyo mtu anayekufanyia mbinu hii. Kwa sababu lengo la mtu kupuuzia ni sawa na mtu badala ya kutukane anaamua kupuuzia, kwa sababu anajua tu kwamba hii pia itakuumiza. Sasa ukiumia, maana tayari umeshampa matokeo kwamba kile anachokifanya ni sahihi na anatakiwa akitumie zaidi. Lakini ukikaa kwa kutulia, usionyeshe hasira, usionyeshe kuumia, utakuwa na mchanganya, yeye atakuwa na wasiwasi. Mbona haumii? Mbona uko hivi? Na baadaye utabadilisha mchezo kabisa. Badala ya kuchezea wewe, yeye ataanza kupata changamoto. Lakini mbinu ya pili, geuza mtazamo. Tunasema chukulia hiyo nafasi ya mtu kupuuzia kama nafasi ya bure. Tunaita reframe the silence. Unajua binadamu sisi, mitazamo ndio inaweza kutuasili sisi. Yani vile jinsi unavyomtazama mtu. Kwa mfano, ukiambiwa hata leo mtu fulani labda ni mchawi, utaanza kumtazama kama mchawi, lakini kabla hujaambiwa ulikuwa kumtazama vile. Sasa hii inakuaje? Ukibadilisha mtazamo, baada ya kuona kwamba kukupuuzia kwake ni kitu kibaya, wewe ubadilishe kwamba useme, kama kunipuuzia basi hii ndo nafasi yangu mimi sasa nifanye vitu vyangu, kaniachia uhuru wa mimi kufanya vitu vyangu. Kwa sababu inabidi udili na maisha yako, ufanye mipango yako mingine, na unapofanya vile tayari atakuwa anapata wasiwasi. Mbona anaendelea na maisha yake? Mbona haoneshi kuumia? Kwa sababu ukianza kumdili na kumfuatilia mapema, tayari utakuwa unampa nguvu ya kuona kwamba mbinu yake inafanya kazi. Kwa hiyo badilisha ule mtazamo kwamba baada ya kuona kama kakupuuzia labda kufanya kitu kibaya, wewe sema kwamba kaniachia muda mzuri sana kufanya mambo yangu. Unajua ubongo is all about jinsi unavyoutafsiri wewe kwamba hichi kitu kitakuaje. Kwa hiyo ukibadilisha mtazamo inaweza kusaidia. Na ubongo wetu mara nyingi unaendana na vile ambapo jinsi ulivyo train wewe uweje. Kwa hiyo ukibadilisha mtazamo na ukaamini hivyo, tayari utaanza kuona hiyo mbinu inashindwa kufanya kazi kwako. Lakini mbinu ya tatu, usiombe radhi kwenye giza. Kosa kubwa sana watu wanaokosea ni kuomba msamaha pale ambapo bado hawajapata maelewano mazuri. Unakuta mtu anawahi kwenda kuomba msamaha ili arudishe mahusiano, na ndio hapo sasa ndio lengo lake la huyo mtu anayekupuuzia, kwa sababu anataka uanze kujisikia vibaya ukaombe msamaha. Usifanye hilo kosa, kwa sababu unapoenda kufanya hili jambo
tayari atakuwa anaona kwamba mbinu yake inafanya kazi na atakuwa anaitumia kwamba ili akunyooshe wewe ukae kwenye mstari, atakuwa anakupuuzia au anakaa kimya ili wewe umuombe msamaha. Jitahidi. Njia nzuri kabisa ambayo inafaa, kwa mfano mtu kakupuuzia, unaweza kumtumia message moja kumwambia, naona umeamua kukaa kimya, ningependa tuzungumze kama utakuwa tayari ili tuelewane. Au unaweza kumwambia, naona umeamua kukaa kimya, niko hapa kama uko tayari tuzungumze ili tuelewane. Alafu baada ya hapo kaa kimya, usijibu jambo lolote. Na mara nyingi watu wengi wanaowahi kwenda kuomba msamaha, mara nyingi unakuta wao ndio hajakosea. Ndio changamoto kubwa zaidi. Unaenda kuomba msamaha mtu ambaye wewe hujamkosea ila yeye ndio amekukosea. Hiyo itakufanya baadaye uje uumie zaidi. Kwa hiyo usubiri mpaka baadaye mtakapokuja kuongea na ukaona kwamba wewe umekosea ndio uombe msamaha. Lakini unapoomba msamaha pale ambapo hujakosea, unampa nguvu yule mtu aliyekufanyia hivi na ataendelea kuitumia mbinu hii dhidi yako kukuumiza na kukufanya ujisikie vibaya. Lakini mbinu ya 4, weka mipaka na muda wa kusubiri. Hapo pia unaweza kutumia hiyo njia kwamba badala ya kuendelea kutafuta, kuanza kuumia, kujisikia vibaya, unaweza kumtumia message moja kumwambia kwamba niko hapa, naona umeamua kukaa kimya au naona umeamua kutokuzungumza na mimi, basi niko hapa, kama utakuwa tayari tutakuja tuzungumze. Hapo naweka mipaka. Na mara nyingi ukishamwambia tu hivyo kaa kimya, usiendelee tena kutuma message, endelea na maisha yako. Hapo utakuwa unaona kwamba kwanza mbinu yake itafanya kazi na utaona kwamba wewe umekuwa machua na uko self control na haubabaishwi na vile anavyofanya yeye, na ataanza kutafuta namna sahihi ya kuja kuongea, kwa sababu lengo la kukaa kimya alitaka wewe uendelee kuhangaika kumtafuta, kupiga simu. Sasa unapomjibu ile message moja afu kaa kimya pia na wewe, tayari mbinu yake inapoteza nguvu kabisa na ataanza kutafuta sasa ili mkae sawa na mnyaongee. Kwa hapo utakuwa umeweka mpaka wa muda wa kusubiri, kwamba badala ya kuanza kukaa muda mrefu unaumia unamsubiria mtu, lazima uweke muda maalum wa kuja kuongea naye au kumsubiri. Kwa unaweza kumpa message moja afu kakaa kimya ukamsubiria sasa. Lakini mbinu ya 5 ni jenga ngome ya kijamii, social support. Unajua mtaji wa watu ndio kila kitu. Unajua watu mara nyingi tunapoanza mahusiano waga tunawaacha kabisa, na ni kosa kubwa sana. Jitahidi sana unapokuwa na changamoto, jitahidi kaa na watu, ongea nao. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba ukishaanza kupata furaha kwa watu, unacheka, unafurahi, itakuwa inakutengenezea mazingira kwamba furaha yako haitengenezwi na mtu mmoja, inatengenezwa na watu tofauti tofauti, na huyo mtu aliyekupuuzia hana thamani kubwa zaidi ya kufanya wewe ufurahi. Na yeye akiona tayari unaanza kufurahi na watu, unajisikia vizuri, itaanza kumchanganya kwamba mbona anafurahi, kwamba mimi kumbe sina nafasi kubwa sana kumfanya yeye afurahi. Kwa hiyo itapunguza nguvu ya yeye kuanza kutumia ile mbinu yake zidi yako. Kwa hiyo kaa na marafiki zako, kama ni sehemu ya kutoka, labda mko mnatokaga, kama ni sehemu ya kwenda kufanya mazoezi, nenda. Kama ni sehemu ya kwenda kuimba, kama ni sehemu labda ya kwenda kucheza, kama watu wanacheza muziki, kufanya mambo ambayo yatakufanya ukae na watu na yatakutengenezea furaha. Hiyo itakutengenezea mazingira ya wewe kwanza kupunguza yale maumivu ambayo mtu amekufanyia kupuuzia, lakini pia itakusaidia wewe kuanza kuona kwamba furaha yako haitengenezwi na mtu mmoja. Lakini mbinu ya 6 kabisa ambayo ni ya mwisho ni jifunze detachment, kujitenga kihisia. Mahusiano yote ambayo yanakuumiza na mtu anakufanyia malengo ya kukuumiza au anakufanyia jambo ambalo litakufanya wewe uumie, huwa sio mazuri kabisa. Na nikushauri hayakufai. Hayo yanaitwa toxic relationship. Lazima uweke mipaka ya kuamua na uweke boundary kusema basi ya mahusiano, kwa sababu yatakuwa hayawezi kutengenezea mazingira mazuri wewe ya kuendelea kukua. Na kama nilivyosema kwamba maumivu ambayo anakufanyia mtu ya kupuuzia ni sana maumivu ambayo mtu amepigwa au ukapata ajali. Kwa hiyo inaweza kukuathiri wewe pia, ukapata changamoto ya vidonda vya tumbo, ukapata pressure, ukapata changamoto ya kutofanya kazi vizuri kwa ufanisi kwa sababu ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo mahusiano hayataweza kukusaidia. Kwa hiyo usiendelee kukaa na mtu kama huyo, lazima uweke mipaka. Lazima ujifunze detachment, kujitenga kihisia na mtu huyo. Maana sasa lazima ukubali kwamba huyu mtu hanifai na huyu mtu ni mbaya kwangu. Wakati tunaita toxic relationship, kwamba mahusiano sio mazuri, ni sumu kwangu na watakuwa ujitenge nayo. Sasa hebu niambie katika comment ni mbinu gani ambayo umejifunza zaidi na umeielewa, na umejifunza nini katika saikolojia hii ya watu wanao kupuuzia na watu ambao wanakuzalau, na kitu gani ambacho unaweza kukifanya leo kwa mtu anayekupuuzia. Na nikusii kama kuna rafiki yako pia anapitia hali ya kupuuziwa au ya kuzalauliwa na mtu fulani, unaweza ukashare video hii ili pia naye ajifunze. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Tukutane tena kwenye kipindi kingine. Karibu sana.
Bye bye na uwe na siku njema.